wa urafiki, akatufanya kuwa wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa babake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine walikuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabiri, wakatupatia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Unaweza pigia tena Yesu makofi mazuri. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ujumbe wetu tangu tumeanza unaitweje? Ujumbe wetu unaitweje? Ujumbe wetu unaitweje? Ndiyo mama huyu. Na hakuna msiba tena. Siku ya pili tumesimama sana kwenye kipengele gani? Jamani, kuhubiri kote siku 4-5 hizo, nasema mama kule kuokoa watu. Jamani, pigeni makofi tena. Hakuna msiba tena, na ni wakati wa kufunguliwa na kuwekwa huru. Jamani, amen. Na kuwekwa huru. Lakini leo naomba tuendelee na kipengele cha kuwekwa huru. Nitadili kwenye swala linaloitwa mikono, kufunguliwa mikono na kuwekwa huru. Hebu sema kufunguliwa mikono. Tamka, sema kufunguliwa mikono. Mtazame usoni jana kwa mwambie kufunguliwa mikono. Mwambie na kuwekwa huru. Jamani, amen. Jamani, amen. Tamani watu tunaenda pamoja. Nikisema amina uitikie amina yenye nguvu. Amen. Hii tunaenda kwa pamoja. Itikia amina yenye nguvu. Haya, naomba sasa tuimbe tu nyimbo hii. Ukiwa umekaa tu hapo, naomba iruhusu hiyo nyimbo. Ukiwa umekaa tu hivyo. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, Baba, katika jina la Yesu, saa kama hii naomba ukaseme na watoto wako, ukazungumza na kanisa lako. Kuna mtu mmoja Bwana kwenda kumfungua majina kama haya. Jehova, naomba ukatende kazi yako, na kwenye madhabahu hii Bwana naachilia mkono wako na nguvu yako. Nasimama kinyume na kila nguvu za giza, mapepo majini, kwa jina la Yesu Kristo. Roho za kichawi ninazikataa kwa jina la Yesu. Ninazikataa kwa jina la Yesu. Kila
wanoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natangaza neema kwa mtu mahali hapa, ninaachilia nguvu kwa mtu mahali hapa. Roho Mtakatifu ukawahudumia watu hawa vile umenileta kwenye madhabahu hii. Natangaza uzima, natangaza uzima, natangaza uhai. Enyi mapepo majini, hapa sio mahali penu. Ninawakataa kwa jina la Yesu, ninawakemea kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto ulao, ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto, ninawasha moto kwenye ardhi ya Mariamu. Ninawasha moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jemedari, tawala Mariamu, tawala fahamu za watu hawa, tawala akili zao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana, ninajiacha Bwana mbele zako, ninaalika mafuta yako. Na kabla hajamwambia vaa viatu, maandiko yanasema nipo pingu minyororo ikakatika kwenye mikono yake. Naongea na mtu mmoja hapa. Minyororo ikakatika kwenye mikono yake. Na baada ya minyororo kukatika kwenye mikono yake, anandio pale Petro anaambiwa vaa viatu vyako, alafu anaambiwa vaa nguo zako. Ndipo akamwambia tunaweza toka sasa. Unapokuwa unawekwa huru, unakuwa ni wakati wa wewe kutoka. Unapokuwa unafunguliwa, yanakuwa ni majira ya mtu kutoka. Unajua kuna vitu leo umefungiwa, unajua kuna wakati umezuiliwa, maana yake umefungwa kwa mahali hauwezi ukatoka pasipo kufunguliwa, pasipo kamba kukatika. Ili mtu aweze kutoka, lazima kwanza funguliwe. Unapoona mtu ametoka, kuna kamba zimekatika, kuna minyororo imekatika. Ndio saa Mungu akaniambia waambie watu wa Gosheni, zile kamba zenye zimekale zimefunga maisha yao, zimefunga mikono yao, zimefunga miguu yao, wanashindwa kwenda mbele. Ni wakati umefika wa hizo kamba katika, lazima zikatike ili watu waweke huru. Vijana wa Gosheni, lazima kamba zikatike ili waweke huru. Wanawake wa Gosheni, lazima kamba zikatike ili waweke huru. Watu wa Kigamboni, lazima kamba zikatike waweke huru. Kuna matokeo ya kuweka huru, kuna matokeo ayayaya, hata mjanielewa. Kuna matokeo ya baada ya mtu kama kukatika. Hapo ndipo naona mtu anaanza kutoka, maana amewekwa huru. Anaweza fanya jambo lolote, maana yupo huru. Anaweza chagua mahali pokwenda, maana yupo huru. Anaweza chagua kazi ya kufanya. Katika jina la Yesu, tikisa jina kwa mwambie sasa ndio tunaanza. Mwambie sasa ndio tunaanza. Mwambie sasa ndio tunaanza. Jamani, Bwana sifiwe. Jamani, Bwana sifiwe. Unapenda nizungumuze? Unapenda niseme? Sikiliza nikwambie. Kuna watu wana akili. Kuna watu wana akili vizuri. Kuna watu wanafanya kazi, wana bidii ya kufanya kazi, lakini hawezi ona matokeo. My God, namtanyania leo, hawezi ona matokeo. Chenye kinafanya matokeo yasionekane, pamoja na bidii alionayo, pamoja na akili alionayo, sababu ni mikono yenye imefungwa. Ukifungwa mikono hauwezi fanya chochote. Ukifungwa mikono huwezi jenga nyumba, hauwezi fanya chochote. Unaweza achiliwa akili, ukifungwa mikono akili yako sio yote. Unaweza achiliwa bidii, ukifungwa mikono bidii yako haiwezi fanya chochote. Na saa Mungu akaniambia waambie watu wangu, nimeona vile mikono yao, vile mikono
Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba niende kwa haraka. Ipo mikono ya aina kama 7, lakini katika ya aina 7 mimi nitadili na mkono mmoja ambao ndio mkono ule wa 7. Wacha tu nivitaje hii mali hapa. Siku ya leo Mungu atakuhudumia zaidi ya jana, zaidi ya jana. Kini mkono wa pili ni mkono uliokauka, ni mkono wa uharibifu. Ukiwa na mkono wa uharibifu, nataka nikimbizane, sitaweza fafanua hii. Nataka nidili na huu mkono wa 7. Mkono huu wa uharibifu, kila unachokishika kinaharibika. Wapo watu ambao kila wanachoshika kitu kinaharibika. Wengine mpaka simu, kila ukimiliki simu haidumu kwako, inaharibika. Wengine magari, kila ukiwa na gari halidumu, inaharibika. Na imeenda mbali zaidi, hata watoto unaishia kunyonyesha, hawezi fika popote. Huyo mtoto unampoteza. Kuna watu wana mikono na ndio Mungu kanipa ufunuo ya kwamba waambia watu ni wakati ambao mikono yao inaenda takaswa. Itakuwa salama kwa jina la Yesu. Itakuwa salama kwa jina la Yesu. Ile mikono ya uharibifu au tawala uharibifu huo, kuna mambo Bwana anapenda kutenda. Asubuhi leo kuna muujiza mtu. Asubuhi leo kuna muujiza wako. Na ule mkono wa 3 ni mkono uliokunjwa. Hebu sema mkono uliokunjwa. Mkono uliokunjwa ni ule ambao sio wa kutoa. Kuna washirika hata ungetangaza michango, baba hawezi kutoa. Alishakula ngumu, ana msimamo huo, sio yeye. Leo wanafunguliwa wote. Mngesema amina kama watu wamezi. Jamani, kuna watoto inafungwa kwa baba zaka watoto. Wana mikono iliyokunjwa. Mkono ngapi huo? Mkono wa 4, mkono wa mikosi. Mkono ya mikosi unajikuta hapa ndo tunazoota, unaota upo jalalani, unashika takataka. Ni mikosi, unajikuta unapita kwenye mikosi mingi. Na kukimiza niende kwenye lengo langu. Mkono ngapi tunakucha? Mkono wa 5 ni mkono wa hali ya chini. Ni mikono ambayo kila wakati unakuwa ombaomba. Yaani wewe kwenye swala kuomba ndio mahali pako, unapenda kuombeleza. Na kuombaomba ni aibu. Hello? Ni aibu. Ukiona mtu kila wakati ni kuombaga tu, yaani ni kuombaga huko ni kudharaulika. Ni mikono ambayo inafanya mtu anadharaulika, maana hautapepa kusemwa. Lazima uone tushachoka naye sasa. Ni mkono uliobeba baraka. Sema tena amen. Amen. Mkono uliobeba baraka ni mkono wa watumishi wa Mungu, wachungaji. Amen. Amen. Ni mkono wa wachungaji. Ni mkono wa mitume. Ni mkono ambao anapokutana wewe, anapokushika kuna baraka. Hiyo ni automatic. Usiji kumuona Pastor Joshua kama ni mwanaume mwenzangu tu. Hapana. Mungu ametutofautisha kwenye mikono ya baba na mikono yako tofauti. Kuna neema yenye anaiachilia kwenye mikono yake. Anapokuwa anakushika kuna baraka ambazo zinaambatana wewe. Yaani hiyo hata ingekuja hata ungemzoea vipi, mikono yake Mungu alishaiweka hivyo. Ongea na mtu mmoja. Ongea na mtu mmoja. Kwa hiyo anapotamka, anapokushika kuna baraka. Na ndio pale maandiko yanasema wekeni mikono juu ya nini? Sio kwenda nao watafanyaje? Watapata afya. Kuna afya kwenye mikono ya Pastor Joshua. Kuna afya kwenye mikono ya Pastor Salapina. Kuna afya kwa watu nini? Mungu alishaweka automatic. Yaani ufanye vyovyote, useme vyovyote, lakini ishabarikiwa, imebeba baraka yako. Naomba nije kwenye pointi. Mkono wa ngapi? Mkono wa 7. Huu sasa naomba tutembee nao.
ni mkono uliovamiwa na shetani. Naongea na mtu mahali hapa. Naongea na mtu mahali hapa. Ni mkono uliovamiwa na shetani. Tunamuona Paulo kwenye hili eneo akiwa amepita kwenye kila kisiwa cha Malta, na maandiko yanasema kulikuwa na mvua nyingi na kwenye kile kisiwa kulikuwa na baridi. Sasa baada ya hapo wenyeji wakawafadhili kwa kutafuta moto, na hata ukienda kule Njombe, ukienda Mbeya, ni maeneo ambayo yana baridi. Ukienda kuhubiri kule, umetoka huko Dar es Salaam, baba lazima kutafutie moto, ili ikifika mida ya jioni unajikuta unawata moto. Wanaelewa mahali nikotoka kwamba si mahali kwa baridi. Jamani, Bwana tusaidia sana. Ndipo sasa ikafika mahali, alipofika Paulo anakutana baridi hiyo, amekutana mvua hiyo, wenyeji wameweka moto hapo. Maandiko yanasema kwamba wacha niende kwenye lengo. Maandiko yanasema ndipo Paulo akaenda akatafuta kuni. Alipoingia porini akatafuta kuni. Kuna mtu ananielewa? Kama unanielewa nipungie mkono na hii. Kuna mtu ana baraka zake siku ya leo. Kuna mtu mwenye anafunguliwa siku ya leo. Ninaongea na mtu mahali hapa. Akaenda kutafuta kuni. Hebu sema kuni. Sema kuni. Wangapi wanazifahamu kuni? Alipoenda kutafuta kuni, maandiko yanasema kwamba ndipo Paulo akiwa amebeba ule mzigo wa kuni anaupeleka kwenye moto. Maandiko yanasema ndani ya kuni kulikuwepo na nyoka. Hebu sema nyoka. Kwenye kuni kulikuwepo na nyoka. Yule nyoka alijua kabisa nimebebwa, lakini hakuelewa naelekea kwenye moto. Wakati amebebwa alifurahia kule kubebwa kwake, alijisikia vile kubebwa kwake, lakini kumbe anaelekea motoni. Zipo nyoka zenye zinafanana na kuni, hata kule kwetu Mbeya zipo, na wakati mwingine zinafanana na majani mabichi. Unaweza kuta nyoka imefanana na jani na namna hii. Kuna mtu ananielewa? Unaweza usijua kwamba pana nyoka, lakini kumbe ndio kuna nyoka. Sikiliza nikwambie, zile kuni ambazo Paulo alikuwa amebeba zilifanana na ile nyoka. Nyoka ilifanana na kuni. Alipobeba ili kujua chenye kipo ndani, maandiko yanasema Paulo akaenda moja kwa moja akapeleka zile kuni kwenye moto. Unapenda niseme, alipopeleka kuni kwenye moto, ule moto ile kuni, ile nyoka ilipoelewa ya kwamba hapa pana moto, ndipo ikatoka. Unapenda nikwambie? Unapenda niseme? Ongeza volume ya masikio. Mwambie tena kuongeza volume ya masikio. Mkazia macho kama mnadai. Mkazia macho kama mnamwambia kuongeza volume ya masikio. Unapenda niseme? Unapenda niseme? Nisikia jamani sauti. Chakula wali upo. Ubwago upo leo hapa. Utakula chagua mwenyewe, unataka mweupe, mwe namna ile. Au sasa na chakula kipo. Mungu abariki baba na hela mbwa haruki. Akiruka anatumbukia kwenye hela, unaosasa. Ongeza makofi mazuri. Sema amen. Sema amen. Nyoka anatoka kwenye kuni. Alipotoka kwenye kuni, sikiliza nikwambie, Yesu anasema ikiwa mtu mbichi amefanyiwa haya, vipi kwenye mti mkavu? Kumbe sisi ni mti mkavu. Unapenda nikwambie, kwa namna nyingine sisi ni kuni. Mungu ametutoa kwenye msitu wake, ni msitu wa duniani huko, ametuokota. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ninampenda Yesu. Ametuokota huko. Wengine tulikuwa tufai, lakini Yesu ametuokota huko. Tulikuwa tumepinda, Yesu ametuokota huko. Tulikuwa tueleweki, Yesu ametuokota huko. Alipotubeba mwanaume Yesu. Unapenda nikwambie? Unapenda nikwambie? Unapenda niseme nani mwanaume kama Yesu? Sikiliza nikwambie, alipotubeba Yesu, ametuokota Yesu, akatubeba mwanaume. Alipotubeba
ninawapeleka kwenye moto wa Roho Mtakatifu, ninawapeleka kwenye moto wa Roho Mtakatifu. Ili moto unapenda nikwambie, unajua najiuliza kwa nini anatupeleka kwenye moto wa Roho Mtakatifu. Anataka sikiza, kuni na moto waga vinaelewana. Wewe, kuni na moto vinaelewana. Ukiwasha kuni mahali penye moto, kuni zinaongeza moto. Stop kabisa. Nataka message iende. Yaani stop kabisa. Niko vitu ningesema njooni. Ungekuwa na vitu. Usikilize. Kuni. Hebu sema kuni. Kuni na moto. Ukichukua kuni ukaweka kwenye moto, chenye kinafuata ni nini? Moto unaongezeka. Moto unawaka. Wacha nipande hewani zaidi. Paulo wakati wameweka moto walikuwa wanamsaidia. Wanaelewa huyu mtumishi wa Mungu. Wakati wanamsaidia ili ule moto uweze kumsaidia afanye kazi vizuri, na ndipo Yesu alielewa hiyo ya kwamba nataka kuwasha moto kwenye madhabahu, akatuweka kama kuni, ametuita kama kuni, ametutoa kwenye pori ili tuendelee kuwaka. Tunapowaka kwenye madhabahu, huo moto unaosaidia watu Kigamboni wanafunguliwa ni kwa sababu ya moto wa madhabahu. Kigamboni wanapona, kuna moto wa madhabahu. Kigamboni wanafunguliwa, kuna moto wa madhabahu. Hiyo ndio kiu ya Yesu, na ndio maana niwaambia mitume, ingojeni ahadi, lazima mwingizo kwenye moto. Kila mmoja atakuwa na moto, kila mmoja ikiwa na moto, kazi ya Mungu itaenda, kazi yangu itaenda, watu watafunguliwa, vipofu wataona, hizi watasikia, waliofungwa watafunguliwa. Hebu gonga na jirani yako, mwambie wewe ni kuni nyoka. Gonga tena, gonga. Mwambie wewe ni kuni nyoka. Unapenda niseme? Unapenda niseme? Sikiliza nikwambia. Wewe, unajua nyoka? Baba sikiliza. Nyoka, Paulo alipopeleka zile kuni kwenye moto, nyoka alitoka. Nyoka waga wanaogopa moto. Watu hamjanielewa. Nyoka wanaogopaga moto. Hawezi vumilia moto. Lakini kuni, mama yangu Safina, kuni haziogopi moto. Zinaelewa hapa ndio mahali pake, hapa ndio sehemu yake, na ndio maana hazikuogopa. Sikiliza nikwambie, wakati Yesu ametupa huko, kuna watu wengine walijifananisha na sisi kama kuni, wamejiingiza wao kama kuni. Yesu wakati anatutoa, wamejiweka na wao wako miongoni, lakini kumbe ni nyoka, wamebeba sumu yako, wanataka kuangamiza, wamebeba sumu, waangamize ndoa yako, waangamize watoto wako, waangamize familia yako, waangamize afya yako, waangamize ndoa yako. Ninampenda Yesu. Yesu akasema hamwezi kuwa salama, lazima roho kwanza. Huyo roho ni moto, ili mgundue. Washa moto, washa moto, washa moto. Unapenda nikwambie, unapenda niseme, mwana wangu kiwasha moto. Wapi Gramsi? Wewe ndio isha. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sikiliza mangu sana. Kuna watu wamejiingiza kanisani. Walipounga wanaingia, walifanana na sisi. Alipotutoa Yesu akasema tena kujiuliza ya kwamba hii ni nyoka ama sio nyoka. Mimi nina kipimio, ninapopima hapo watu watakimbia wenyewe. Ile nyoka ilipoona moto
kanisa, unapojitokeza, unapowasha moto, kuna nyoka zitaondoka, kuna watabishaji wataondoka, kuna wachawi wataondoka, kuna waganga wataondoka, kuna watu wa zamani. Sio watu naona wametulia kanisani na hizo nyoka na zile zinaitikiaga. Bwana sio zinatikia mimi. Tena sana tena. Wanajipendekeza kweli kweli. Lakini kumbe ni nyoka. Alikuwa binti mmoja wakati nimeanza huduma. Yule binti alikuwa paswa kichwa kichoni. Ilifika mahali nawaza, wewe Mungu, nipige maombi gani? Mshika na mtaka. Lakini mbele ya mwiba huu, pote. Mimi sikusema pote la mbali. Niliona pote la mbali kama nenda pote. Kwenda. Unapenda kuambia? Yule binti alikuwa msumbufu. Wakija watu kanisani, anakata jitafahamu. Kwani manuna hivi? Kwani kiasi hiki huyu? Alinisumbua. Ametoka kuisho akaanza kuleta ndoto. Anasema, baba, mimi nimeota mimi ndio mchungaji. Nikamkaza jicho. Akasema hata kwenye ndoto nimeona tumeshikana mikono, tunaenda mwendo wa namna hii. Nikatoa macho kama yote. Hebu mkazie usoni jeni yako. Toa macho kama yote. Unapenda nikwambie? Nikamwangalia dada. Baba, nikamwangalia dada, nikamkazia. Nikasema, dada, naomba nikuulize. Wewe una undugu na Zumaridi? Una undugu naye Zumaridi? Maana unaona akili zako haziko sawa. Una undugu naye? Akasema, na mimi kwa takako ndio ndoto ndio wote. Nikasema, pepo toka. Nikamwambia, sikiliza. Umeingia hapa pia hii ngoma nyingine. Nikasema, wewe na kuwasha moto tu. Nilipowasha moto, yule binti akakimbia. Alipokimbia yule binti, akasema, kwa sababu nitakuonyesha. Akaenda kwa mganga mmoja. Alipoenda kwa mganga akasema, kuna baba mmoja mimi ninampenda, naomba nikamatie moyo wake, unikamatie. Mganga alipoangalia mzee, yuko wapi? Akamwambia, njoo sogea kwenye chumba. Wakati amesogea pasa, nitakuwa napitisha hapo, uniambie ni yupi. Ndio alisema, ngoja nikupe na picha yake, ipo kwenye simu, na mnatusimu twetu na mnatupitisha twetu kwenye simu. Akasema, ni huyu hapa, sikiza, hebu pitisha hapa. Anapitishwa, mbona naona giza sasa, mbona hapitishwa hapa yeye? Huyu ana nini huyu? Mbona naona giza? Unapenda nikwambie? Unapenda niseme? Mungu akataka muonyeshe yule mganga. Anasema alipopita, anamkuta Pasajende ameshika maiki, anaenda kuwasha moto. Anapenda kuwasha moto. Baada ya hapo akamwambia, ninakupatia kitu. Wewe nenda, chukua hii picha, weka mkononi, afu bandika. Ukishabandika ataambatana na wewe. Alafu kishabandika, chukua mkono, weka kwenye moyo. Akasema sawa. Akabandika wewe picha. Akabandika. Alipopiga hapa, akashangaa pigwa buti moja. Akadondoka chini. Povu ilianza kutoka. Alipotoa anasema, mganga huyu mtu gani nilionipa huyu? Akaenda pakasema, sasa utajua mwenyewe. Yeye akatoka naye mganga. Alipoondoka mganga naye, baadaye anakuja kuzinduka mbio. Akanipigia simu, baba, naomba nisamehe, naomba nikuone, naomba ninatubu. Nikamwambia, kilichokukuta nini? Akaja siku ya Ijumaa. Alipokuwa siku ya Ijumaa anaanza kueleza, nilienda kwa mganga, mimi baba nakupenda bado na pepo. Nikaachilia faya tena. Nikasema, uone ule mlango ule, kuanzia leo nisikuone. Toka. Unapenda niseme? Unapenda niseme? Unapenda nizungumze? Unapenda niseme? Sikiliza nikwambie, kuna watu ambao walipojiingiza Yesu alielewa. Unajua dunia, kuna mahali Biblia inasema, ni kama vile mtu asema ufalme wa Mungu ni kama mtu mwenye alipeleka nini, alitupia nyavu baharini. Alipotupa nyavu baharini, wakati anaitoa, anapoangalia mle, anakuta kuna konokono, anakuta kuna vyura, anakuta kuna vitakataka.
lakini samaki zipo. Sikiza nikwambie, haja mvivu ni kupata samaki, hana haja na kono. Anasema ndivyo hivyo, yale makapu waga tunatupia motoni. Yesu alijua hilo, ya kwamba kipimo sio macho tu haya. Ukitakuelewa wewe dili rohoni, wewe washa moto. Unapowasha moto, wanaanza kimbia wenyewe, wanaanza toka wenyewe. Kuna watu wamekimbia juu ya maisha yako. Acha kuumia, acha kuumiza kichwa. Hapo palikuwa sio pao, pangekuwa ni pao, wangebaki na wewe. Hapo kwa pao. Sikiliza pasta, kuna watu waliotoka mahali hapa, wakatoka Gosheni, wakaona hapafai, walikimbia moto. Moto ndio unaokimbiza. Pangekuwa ni pao, wangebaki. Waliobaki ndio kuni. Piga makofi kwa jao kuni. Sema yeye. Mimi nampenda Yesu. Hata mimi nampenda sana. Wangapi wanampenda Yesu? Amani, Yesu mzuri. Wana wa Mungu we, tunachezea wapi? Hapo chini tunachezea wapi? Waliona Yesu, tunachezea wapi? Hebu cheza tuone. Hebu cheza tuone. Hebu cheza tuone. Hebu cheza tuone. Pigia Yesu makofi mazuri. Hebu naona cheza. Kuna mtu anacheka kinasikia kweli. Cheka kielehele. Cheka kielehele. Wow, babu mkubali. Leo tabasamu inaendelea, baba anacheka. Cheka ile kielehele. Pigia Yesu tena makofi mazuri. Unapenda niseme? Unapenda niseme? Kuna watu waliteka kwako. Wewe acha kuumia nao. Hata kama uliachwa, wewe anza kuacha kuumia. Haujajua kwa nini alitoka. Angekuwa ni kwako angebaki na wewe, lakini aliuona moto kwako. Maana hawezi kukaa karibu na moto. Hawezaje nyoka kukaa karibu na moto. Lazima kimbie tu. Acha kujinyonga. Acha kutamani kunywa sumu. Hawakuwa wapako. Wenye amani wapako. Wangeanza safari mwanzo na wangemaliza na wewe. Nyoka ikai kwenye moto. Ukiona watu wanatoka kwako, jielewe wewe ni moto. Wewe ni mwamba mwanangu. Wewe unafaa mwanangu. Iko na basakataya. Sikiliza nikwambie, ninampenda Yesu. Ninampenda Mungu. Paulo alipoona nyoka inatoka, unapenda nikwambie? Nyoka ilipotoka, kwa kawaida nyoka inakimbia. Ukiwasha moto, nyoka anakimbia. Halo? 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 Mama niambie. Kule Mbeya kuna dini nyingi. Halo? Kuna dini nyingi. Humo kwenye dini wamejiingiza watu wa kila namna. Na humo kwenye dini majoka imejiingiza. Kuna wakati unaweza sema bora waliokimbia wale nyoka. Nigonge nisigonge? Haya, nigonge nisigonge? Haya, nigonge nisigonge? Wacha nikunje kona tena. Unapenda nikwambie? Lazima uwe na jicho la rohoni. Chenye kitafanya uweze kushinda ile nyoka, uweze kushinda ni wewe kuwasha moto. Moto unaenda unafukunyua, unapakua, unapiga, unachoma. Unapochoma ni kama vile dhahabu inapochomwa, inapochomwa takataka zote zinatoka, inabaki iliyo safi. Haleluya. Naongea na mtu mmoja? Sikiliza. Maandiko yanasema ile nyoka baada ya kutoka kwenye moto, ile nyoka haikukimbia. Watu mnanielewa? Ile nyoka haikukimbia. Kilichofanyika, ile nyoka ikaenda ikamzinga, ikakamata kwa Paulo.
hata walikuwepo watu wengine walikuwa wanaangalia kitendo hicho, ikamzinga Paulo. Ilipomzinga Paulo, wale watu wakasema, huyu mtu angalia joka linamzinga. Zipo nyoka ambazo zenye haziumi, ila zinapokuwa zinakuzinga unaanza kufa taratibu, unaanza kufa taratibu. Ni nyoka ya aina hiyo iliyomzinga Paulo, na wale watu walijua ya kwamba kwa nyoka hii awezaji mtu kupona wakati amezinga. Lakini swali la wale watu, mbona imepiga kwake tu, mbona haijaondoka? Kwa nini imemzinga? Tumezoea kuona nyoka inapoona moto, nyoka anakimbia. Kwa nini amrudi huyu Paulo? Wakasema huyu mtu atakuwa sio mzuri, huyu mtu atakuwa mbaya, huyu atakuwa muuaji huyu. Kwa nini nyoka fuata hivyo? Hawakuelewa ya kwamba Paulo amebeba kusudi la Mungu. Paulo amembeba Yesu. Paulo ni kusudi la Mungu, ana agano na Mungu. Kilichokuwa nyoka, kilichofanya mzinge nyoka kumwangalia kama Paulo, wacha nipande hewani. Nyoka hakumwona kama Paulo, ambaye watu hakuoni kama wewe Anita, wanakiona kilichopo nyuma yako. Kile ulichokibeba, umebeba kitu gani? Nyoka alielewa ya kwamba hapa mimi simzidi Paulo, simzidi Paulo, siwi Paulo. Alielewa ndio ndani ya Paulo kuna watu kufunguliwa, kuna watu kupokea uzima. Ndio maana alirukia mikono. Unapenda nikwambie, unapenda niseme, kwenye mikono ya Paulo kulikuwa na uzima wa watu, kulikuwa na baraka za watu. Na ndio maana pale maandiko yanasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa nini asipambane na kichwa? Kwa nini asipambane na miguu? Kwa nini asipambane na tumbo? Alijua kwenye mikono kuna baraka za watu. Kwenye mikono ya Pastor Joshua, baba yangu usikiweza, njoo hapa baba, umependeza kama mimi. Kwenye mikono ya Pastor Joshua kuna baraka za wanagosheni, kuna uzima wa wanagosheni, kuna ndoa za wanajoshua. Hapa kwenye mikono ninaona kuna ndoa za watu, naona kuna baraka za watu, kuna maduka ya watu, kuna uponyaji wa watu, kuna uzima wa watu. Anachokifanya shetani, anang'ang'ana mikono hii, anawaachilia vita kwa huyu baba. Anajua kimweza huyu tayari, hawa watu alishawaweza. Na ndio pale Biblia inasema itampiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Tunakataa kwa jina la Yesu kila nyoka, kila nyoka inatafuta mikono yake, tunaitukutiza kwenye moto, tunakunguta, tunakunguta mikono yako. Lazima kungute hiyo nyoka, kunguta, 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 kunguta. Acha kukaa kama mwanga, nitakupiga na maiki. Iko raba sakataya rapopopopopopopo likolianga la basaya. Zipo nyoka tulipokutana nazo ziliamua kupiga, zikafunga mikono yetu. Hizo nyoka lazima tuziwashie moto, moto lazima wake ili zisiguse mikono yetu. Maana kwenye mikono yako kuna baraka za watoto wako, kwenye mikono yako kuna maduka, kwenye mikono yako kuna watoto kusoma, kwenye mikono yako ipo baraka, kuna heshima. Hiyo mikono adui anapambana nayo, anajua kwenye mikono kuna heshima yako. Lazima tuachilie moto. Wewe piga moto, piga moto, washa moto. Ungekuwa mbezi ungesimama hata patamia kitu wewe. Washa moto, washa moto, washa moto. Sema na washa moto, sema na washa moto. Piga kwa moto, washa moto, washa moto. Hiyo nyoka inaanza kupungua. Washa moto, washa moto. Hiyo nyoka kuna watu wanabarikiwa, kuna watu wanafunguliwa, ndipo wanaanza shindana nao. Kuna watu wamejiingiza ndani ya kanisa, wamekuwa na sura kama na wewe, wanaokoka lakini kumbe ni chui, lakini kumbe ni mbwa, lakini kumbe ni joka. Lazima tuwashe moto. Walio na Yesu lazima tuwashe moto, lazima waondoke, lazima wateketee, lazima wateketee.
Moja, mbili, tatu, washa. Ongeza tena. Ongeza tena. Reke papa. Hiyo mababosa papa. Haujana watoto wake. Ameshindwa kuangalia watoto wake. Ameshindwa kukaa na mke wake. Ananihangaikia kanisa. Anahangaikia watu. Haujelewa tu. Hebu na mafanika kwa kuni. Kwa pamoja na huyu baba. Amatana naye. Washa moto pamoja naye. Washa moto pamoja naye. Washa moto pamoja naye. Wewe amatana pamoja naye. Ili kazi isonge mbele. Maana ukimsaidia kuwasha moto, ukifarika kwa ni mtuni, ulikikutana moto, ule moto wa madhabahu, moto utawaka mahali hapa, moto utawaka mahali hapa. Wachawi watakimbia, mji utakuwa salama. Wazinzi watakimbia, mji utakuwa salama. Vikaba vitakimbia, mji utakuwa salama. Maadui watakimbia, kanisa itakuwa salama. Wapigwe, pigwe kabisa. Naweza kaka. Yes, hold up sana. Sikiliza nikwambie. Ambaye kuni zinaweza kuvumilia. Kuni hazikimbii kwenye moto. Kuni zinawasha moto. Nisikilizeni niwaambie. Unapoweka kuni, zile kuni zinawaka moto. Zinapowaka moto, ule moto unasababisha moto ndani ya kanisa. Kuna mtu ananielewa? Kuna wakati mwingine kwa kuwa kuni zinavumilia, hata ungepita kwenye magumu mchungaji, kuni hazitatoka. Haya. Jamani, kuni haziwezi kutoka. Zitavumilia. Maana kuna moto. Haziwezi kuondoka. Haziwezi kimbia. Kuni zinavumilia. Fanyika kuwa ni kuni. Hata tungepita mazingira magumu, fanyika kuwa ni kuni. Washa moto ndani ya kanisa. Washa moto ndani ya kanisa. Kanisa likiwa na moto, utaona matokeo. Kuna karama mbalimbali zitazaliwa. Kuna watu wataongezeka. Maandiko yanasema Roho aliposhuka, watu walipoeneza Injili, kanisa lilijaa. Kuna matendo waliona, na ndio maana kanisa lilijaa. Wemagosheni, sikilizeni. Mkiwasha moto mahali hapatoshi, tutatafuta uwanja mkubwa. Watu watajaa, kanisa itaongezeka. Wataona matendo makuu ya Mungu. Ili uweze kuondoa nyoka, ni wewe kuwasha moto. Moto ukishawaka, nyoka zinakimbia, nyoka zinaondoka. Kuna watu wanatafuta watoto wako. Hizo nyoka lazima tuziwashe moto. Na maandiko yanasema neno la Bwana ni moto, lenyewe linachoma, linateketeza. Na lipenda jina la Yesu. Jina la Yesu ni dawa. Jina la Yesu ni moto. Tunapohitaja, wachawi wanakimbia, wachawi wanaondoka. Natangaza neno kwa mtu, hata kama aliyekuroga, aliyepiga mikono yako, aliyefunga mikono yako, alishakufa. Kwa neema ya Baba, kwa moto madhabahu, ninaifungua hiyo mikono. Unaweza nyosha mikono yako. Unaweza nyosha mikono yako. Ninaachilia neema juu yako. Ninaachilia neema juu yako. Hiyo mikono inafunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yesu atakasa mikono yako. Natangaza utakaso kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautangamia, utagarikishwa. Maana mikono yake ikiwa na moto, hakuna mtu mwenye atakusogelea. Nyoka huwezi sogelea kwenye moto. Wewe ukiwa ni moto, wacha watakusogelea. Adui atakukimbia. Hataona kama Jenifa anauona moto ndani yako. Anapoona moto ndani yako, lazima kimbie. Anapokimbia, kuna uliowabeba nyuma yako wanapata funguliwa, wanapata opelewa. Kanisa inapokuwa na moto, wale umetoka yanapoondoka. Kuna watu sahihi wenye wamezamilia zile kuni zitakaa kwenye viti. Tunaruhusu kuni ziweze kaa kwenye viti kwa jina.
Yes. Haijalishi nani mwenye maisha. Sikilizeni watu wa Mungu wote. Nyoka anatafuta mahali penye baraka zako. Anautafuta mlango wa baraka zako. Hawezi enda mahali ambapo hapana baraka zako. Hawezi pita mahali ambapo hapana mafanikio yako. Anaenda kukaa mahali pana baraka zako. Kama baraka zako zinatokana na watoto, nyoka ataenda kukaa kwa watoto. Naelewa kupitia watoto utabarikiwa. Kama baraka zako ziko kwenye afya, anajua nikipiga afya nishamaliza huyu. Kama baraka zako zipo kwenye shule, utaona watoto wanapata mimba shuleni. Sio kwamba walipenda, usiwanyoshee mikono, ila ni nyoka alikaa kwenye baraka zake. Alijua huyu akisoma, ninamwona injinia, ninamwona daktari, ninamwona waziri, ninamwona dokta. Kwa maana kakaa huko, ninamwona mchungaji. Alielewa kuna uchungaji. Watoto wale, zile mimba zilikuwa zinaharibika. Kuna pasta yupo. Adui alijua kupitia watoto wako, kupitia tumbo lako, aliona kwamba kuna mkombozi wa familia. Kuna mkombozi wa familia. Unaposoma Ufunuo 12, maandiko yanasema ndipo kuna mwanamke akiwa katika hali ya uchungu, anataka kuzaa. Anasema na joka akiwa amesimama mbele yake, anataka ategemea mazae ili anyakue mtoto, ameze mtoto. Unajiuliza, kwa nini ameze mtoto? Kwa nini asiyameze mama? Kwa nini amwache mama? Alijua kwamba chenye kinazaliwa ni mkombozi wa wengi. Wengi watakombolewa. Anaielewa ndoa yako. Adui anajua ndoa yako, ya kwamba kwenye ndoa hiyo kuna baraka zako, kuna familia yako itabarikiwa kupitia ndoa hiyo. Kuna heshima utakuwa nayo kupitia ndoa hiyo. Adui akaenda kakaa hapo. Ukirudi kwenye Mwanzo, maandiko yanasema shetani akaenda akakaa bustanini. Alipokaa bustanini, anaelewa kwenye bustani kuna baraka za Adamu, kuna baraka za Eva. Alijua kwamba wametamkia baraka. Akaenda kakaa hapo, akawa na vuruga kupitia mlango huo ili amuondoe kwenye nafasi. Ukitoka kwenye nafasi, hautaona baraka. Aibu itakuwa pamoja nao. Kuna watu walipoondoka kwenye nafasi, aibu iko pamoja nao. Adui alijua nikimtoa kuna umauti, uzima utakuwepo. Nikimtoa ahadi za Bwana hataziona. Na ndio maana kakaa kwenye mlango huu. Sikiliza nikwambie, ahadi ya Bwana inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Agano la Bwana inasema wewe ni mbarikiwa. Tembea kwenye agano la Bwana, tembea kwenye kusudi la Bwana. Kwenye agano la Bwana hawezi kuteketea, moto hawezi kuteketeza. Ikarabasakataya. Ninapenda Mungu alimwambia Musa, aliwekeza ukombozi. Akasema, Musa, nataka nikutume. Sikiza nikwambie, Mungu ramani yake ilipochora kwa Musa, alijua kwamba nawekeza agano kwa Musa. Akasema ili Musa niweze sema naye. Maandiko yanasema Musa akaona kijiti kinawaka moto, lakini akiteketei. Akageuka. Sikiza nikwambie, kilichofanya Musa aweze geuka ni kile kijiti. Kijiti kilifanya Musa geuka. Sikiza nikwambie, anapoangalia moto anaona kijiti hakiteketei. Napenda Mungu aliweka agano na kijiti. Haleluya. Yes. Mungu aliweka agano na kijiti. Kijiti. Akasema kijiti hautateketea. Yes. Aliwekeza nguvu. Roho Mtakatifu ni moto. Yes. Akakaa kwenye kijiti, kikawa hakiteketei. Kumbuka Roho Mtakatifu ni maji, utu ni moto. Maji yanapoza moto ili kijiti kisiteketee. Alipogeuka akasema nione maajabu haya. Anapoona
Musa anaanza zungumza na Mungu. Mungu anamwita Musa baada ya kuwa na kijiti hakiteketei. Sikiliza mtu wa Gosheni, au itateketea. Una agano na Mungu, mikono yako ina agano na Mungu. Ndipo Bwana kaniambia, waambie wana Gosheni nina agano nao. Waambie wana Gosheni nina agano nao. Waambie wana Gosheni hiyo mikono yao ukaitakase. Mungu akaniambia, ninakupa somo hili. Kuna watu mikono yao, kuna watu wengine walikutana na watu wametoka kwa waganga, walikuwa na agano. Mganga alipokushika aliachilia nyoka, alipoachilia nyoka mambo yako yakaanza kuharibika. Sikiliza nikwambie, wapo watu ulikutana nao, ulipokutana nao ndio waliharibu maisha yako. Uliwaona kama kundi, lakini kumbe ni nyoka. Uliambatana nao, uliwakumbatia, ukijua kwamba ni kundi, ulijua kwamba ni kundi, ulijua kwamba ni samaki, lakini kumbe ni nyoka. Lakini kwa neno la Baba, lakini kwa agano la Mungu, natakasa mikono yako. Hata kama walikushika nyoka, ile nyoka tunachoma moto. Moto unaanza waka, moto unaanza waka. Najisikia roho Mungu ananiambia, anza takasa mikono ya watu. Unaweza simama mahali ulipo, niachilie utakaso, niachilie utakaso. Niondoleni hiki hapa. Unaweza pita mbele, niachilie utakaso. Unaweza pita mbele. Aya, niachilie utakaso. Nguvu ya Bwana niambia, kuna mtu alishika, alikutana mtu mwenye ameshika nyoka. Kuna mtu alikutana na mtu ametoka mganga, alimwambia kwamba ili niangamize uchumi wa yule mganga, kama ndio chukua dawa hii. Utakapochukua dawa hii ukaenda ukaangamiza maisha yake, ukaangamiza kazi yake. Ungenielewa ungepita mbele. Nimesema ya kwamba nahitaji watu mahali hapa, nitakase mikono yao. Unaweza geukia huku ulipo sakataya, unaweza sogea, unaweza sogea. Mikono yako, mikono imepiga ndoa yako, mikono imepiga watoto wako. Ndio maana kuna vitu vingi. Kuna mtu ulikutana naye ndio mwenye amepiga maisha yako, amepiga uchumi wako, amepiga watoto wako. Wengine wameandikiwa roho ya mauti, mnaona mauti mbele yenu. Wengine hata ndoto mnazoota, mnaota tu mauti. Nataka nikwambie, kupitia mikono yako ninauona utajiri. Watoto wako watakuwa salama, uchumi wako utakuwa salama, ndoa yako itakuwa salama, kizazi chako kitakuwa salama. Ni wewe kukubali ya kwamba huyu Yesu akutana nami. Wengi waliokutana nao waliweza takasika, waliweza kuondolewa. Kuna mtu mikono yake inaenda takasika. Wengine wamekaa huku hamjajielewa tu. Ndio maana kama maisha yenu, ukiangalia maisha yako ile unayaishi, unajiwekea kujikaza, lakini ukiangalia umeshapigwa. Ni mfungo usiyejielewa, ni mfungo usiyejielewa. Na ndio maana nakimbiwa. Kuna wakati mikono wanaiona nyoka mikoni mwako, hawezi kusogelea. Kuna watu waweza ambatana watu sahihi, maana walio sahihi wanakukimbia. Ukiwa na nyoka mkononi, atakutanisha na nyoka. Nyoka kiona nyoka anakusogelea. Ulikutana watu waliumiza maisha yako, ulikutana watu walitesa ndoa yako, waliona nyoka, ndio maana ulikufuata. Hayo sio maisha yako. Ukuzaliwa hivyo wewe, ulishapigwa. Wengine mna madeni hata hayaishi, ulishapigwa. Na ndio maana kuna aibu kwa mbele yako, wanataka kukuzalilisha. Kuna aibu inakufuata. Sikiliza nikwambie, ni wakati wa kufutiwa hiyo aibu hiyo.
Yesu. Naachilia neema kwa mikono hii katika jina la Yesu. Natakasa mikono yako, naachilia power, naachilia moto kwa mikono yako. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Waliopiga maisha yako, wanaharibu ndoto yako, wanaharibu mipango yako, ni wakati wa Yesu. Natakasa mikono yako, natamka utakaso, naachilia damu ya Yesu. Natakasa mikono yako, ukaone baraka, ukaone uchumi kinuru, ukaone kazi uwezo. Vile nakamata mikono hii, natangaza utakaso. Hii mikono naachilia damu ya Yesu. Mikono yenye baraka ninaiachilia. Nakata, nakata, nachoma ile nyoka, ile nyoka. Kwa jina la Yesu. Natakasa mikono yako, ukaone baraka, uzao wako ukabarikiwe. Natangaza neema, natangaza baraka, mikono wako ikafunguliwe. Ile nyoka wanaiona, naiondoa. Wanafanya makimbio, wanafanya macho. Ile nyoka ninaiondoa. Moto, ile nyoka inazuia mipango yako, inazuia ndoa yako. Unapokea kufunguliwa. Natangaza neema, naachilia nguvu, ninafunga mikono yako, naachilia moto, ninakalisha mikono hii. Kwa jina la Yesu, neema ya Baba iambatane nawe. Unakaa huko, nyosha mikono yako, unakaa kunyosha mikono yako. Iyo mikono ninaitamkia baraka, ninaitakasa mikono hiyo. Mikono hii ikashika fedha, ikabarikiwe, ukaona maisha yako timilifu. Natabiri mema juu yako katika jina la Yesu Kristo. Waweza piga makofi kumshangilia Bwana. Aenda kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu tu, mwambie asante. Tamka neno asante. Umewekwa huru. You are free my father. You are free my mother. You are free my son. You are free my daughter. Wewe uko huru. Uko huru. We are free. We are free. We are free. Yesu kukomboa. Yesu kuinua. Unapiga makofi. Ndiyo Bwana anatenda. Unapopiga makofi, unaweza ukaona rejea. Unarudi kwenye kiti chako. Huko na mshukuru Mungu. Unaona utajiri juu yako. Unaona baraka juu yako. Rapo sakataya. Rika papa. Robo sakataya. Katika jina la Yesu. Natabiri mema juu yako. Naachilia uzima. Sikiliza kanisa. Sikiliza wanagosheni. Natabiri maelfu ya watu watakuwa mahali pa makimbilio. Mwesheni mahali pa baraka. Mwesheni mahali pa rutuba. Mahali pa kustawi. Ninaona watu kustawi. Naona watu kubarikiwa. Naiona neema ya Baba. Naona watu kuinuliwa. Baraka zikawe na wewe. Ndoa zilizo imara. Ninaona wasomi wenye kazi nzuri. Baraka za miliki. Ropo sakata. Riko sakandana. Neema ya Baba yaambatane nawe. Raitungejua Yesu anakupenda. Ameliona agano lake, ameona uzima, ameona baraka. Kuna watu watakufuata, maana ameona baraka. Uko rabo sakata katika jina la Yesu. Tulia malu, tulia vyombo na makulia, tulia, tulia. Funika macho yako, nisione mtu anaangalia. Funika macho yako. Mikono ilifungwa, mikono yako ilifungwa. Walipokuwa wanakuona watu
sahihi. Walikuwa wanaona nyoka, ndio maana walikuwa wanakukimbia. Kuna watu wanakukimbia na ndio maana hauolewi. Wanapokuangalia wanaona nyoka kwako, hawawezi kuambatana na wewe. Hawezi mtu akaoa nyoka, anaona nyoka mbele yako, hawezi kaa na wewe. Ndio maana ndoa inaharibika, maana waishakutupia nyoka. Iko ramanda la baba. Wakati kama huu, elewa ya kwamba waliokuwa wameachilia nyoka kwenye mikono yako, wengine walienda kwenye madhabahu za giza, walienda kwa waganga, wakachukua nyoka wakaiachilia mikononi mwako. Walienda na kondoo, walienda na ng'ombe, walienda na sadaka za kila namna. Wacha nikwambie majira haya, Mungu ananiambia kwamba takasa mikono yao. Ninahitaji sadaka yao, ninahitaji sadaka yao. Dakika hii unayajua maisha yako, unaona thamani ya maisha. Chukua sadaka yako, kimbia haraka hapa mbele, kimbia haraka sana. Natamani kumgusa mtu, kimbia. Na kuna mtu nibariki, waikarabo saka. Na achilia neema kwa mtu uliye tayari, kimbia. Robo sakataya, kimbia na sadaka yako. Na achilia haya majira ya Bwana, uliye tayari, kimbia, kimbia. Natakasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natakasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sadaka yako ikatakase, ikatakase mikono yako. Watu wa Mungu mko wapi? Kimbia, kimbia. Mikono yako ikatakase. Neema ya Baba ikawe na wewe. Mko wapi? Rapo sakataya. Rika papa papa. Iko rabo saya. Achilia kama mtu. Kamata mali hapa. Mikono yako. Rabo sakataya. Mikono yako itakase. Walipanga mabaya juu yako, mabaya hayatakupata kwa jina la Yesu. Mabaya mama yatakupata. Walipanga mabaya hayatakupata kwa jina la Yesu, hayatakupata. Natangaza neno, natangaza ushindi. Oh Bwana, ambatana wewe. Tarehe ya leo itakumbuke kwa jina la Yesu. Yesu akutokee Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mikono inatakasa. Walipanga mabaya, na ajili ya utakaso, na ajili ya neema. Yesu katika jina la Yesu. Natakasa mikono yenu mahali penye baraka. Hapa ni kisima cha uzima katika jina la Yesu. Na kutukuza jina lake. Bariki watoto wako katika jina lipo saka. Bwana we pamoja nanyi, mwende mkafanikiwe katika jina la Yesu. Mwende mkainuliwe. Yesu akawatokea na kutimiza na mabaya katika jina. Haleluya. Yende na wasaka. Yende na kotemaya. Deisa lobe para. Debala masanda biko. Iwane meneka. Demeneka saigi. Iwase. Iwase. Serake maya. I never sokera. Oh. Sua iwala simina shumelege saka. Neile wasube simama ulipo. Tamka neema kwa ajili ya waliokubali wito. Wito ni mgumu, waliokubali ni wachache. Wengine wanaingia kwa maslahi, lakini waliokubali wito ni wachache, ni wachache. Watu wanaangalia maslahi, wanaangalia kupata. Omba neema kwa mtumishi wa Mungu huyu.
Anapambana na maisha ya Eva.
ndani yao. Tambua adui yako hawezi kutoka mbali, yuko karibu na wewe, na unapomtambua sema kwa Bwana, sema kwa Bwana, sema kwa Bwana. Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata akapata wokovu. Haleluya! Lakini kwa moyo mtu uamini hata akapata haki. Anza kuamini, anza kuamini, anza kujitamkia vitu vizuri, anza kujitamkia vitu vizuri. Tamka tu, tamka, 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 tamka. Muda umeisha, lakini Roho ananiambia bado. Mtu mmoja ni wa maana sana mbele za Mungu anapopokea neema. Rika saka wewe mwenye watu tamka, tamka. Watoto wangu hawataishia pale, masomo yangu hayataishia pale, kazi yangu haitaishia pale, uchumi wangu hautaishia pale. Tamka, tamka. Vunja kile kizingiti, vunja kile kizingiti, vunja kile kizingiti. Chochote kinachokufanya ukawe nyoka, usiwe kuni, vunja kwa jina la Yesu, 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 vunja kwa jina la Yesu. Hide for the left in Amaya. Power in the name of Jesus. 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 Wika saria glory palamasaka. Allah soul sari Christ. Hallelujah. ya huduma kuenda. Uchukie ukiona vitu vinaharibika, ufurahie ukiona vitu vinaenda. Haleluya, amina. Na watu sogeni praise Allah. Sogeni. Mfalme akaacha ule ufalme wake akaja duniani. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Alikuwa ni mfalme akaacha ule ufalme wake akaja duniani ili aliokoe mimi na wewe. Yesu alipigwa kupigwa. Alipigwa. Alitemewa maji kutemewa. Alikuwa bosi sio bosi? Alikuwa bosi. Au alikuwa maskini kama wewe? Kwenye ukoo wako mwenyewe ndo maskini namba moja. Na Mungu akuponye na uwe tajiri namba moja. Amina. Na Mungu akuponye uwe baraka namba moja. Amen. Na Mungu akusaidie uwe kuni wacha moto. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi natamsifu
Asante mwaminifu, asante mama wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mchana huu. Kabariki chakula cha mwili, kabariki pia keki yetu. Asante kwa ajili ya maadhimisho haya. Asante kwa ajili ya miaka 7 ya huduma. Yesu tunakushukuru, tunakurudishia sifa. Asante kwa ajili ya neema. Chakula kikafanyike baraka kwa kila mmoja. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibuni wachungaji wangu hapa mbele ili tuweze kukata keki yetu nzuri hapa. Amina. Tukiwa tunasherehekea miaka yetu. Shukrani tunanyenyekea. Asante. Mafuta mabichi basi mnaweza mkajipanga hapo kama mnakusudia kuimba. Tuweze au mleko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko nyuma sana ya muda. Basi kwa sababu hiyo na sababu ya kumshukuru Mungu sana. Uwepo wa madhabahu hii Mungu alikusudia ya kwamba kuwepo Goshen. Kuna mtu ananielewa? Uwepo wa mahali hapa tunapoliazimisha jina la Bwana kwa ajili ya miaka 7 hii. Kwanza tunamshukuru Mungu kutufikisha hapa. Hata tuna sababu kumwambia Mungu hii ni Ebeneza. Tunaweza piga Yesu makofi mazuri. Ili nisiwe na mambo mengi. Leo kwa mahali hapa kama tunapotimiza miaka 7. Nashukuru mchungaji amezungumza kwamba mahali hapa tutakuwa na mkesha. Mahali hapa kuna maombi yanafanyika. Hebu naomba tupafanye kwa ni mahali ambapo kama maandiko yanavyosema ni mahali pa sala, iwe ni nyumba ya sala, pasiwe ni pango la wanyang'anyi. Mahali pawe ni mahali ambapo pa kuandaa watu waweze kupokea baraka na safari ya kwenda mbinguni. Baba Mungu akubariki sana. Yako mafupi tu kulingana na muda. Amen. Mungu akubariki sana. Na baada ya kusema hayo kwamba mahali hapa ni mahali pa sala, haleluya, sio pango la nini la wanyang'anyi. Na Mungu wa mbinguni atubariki. Nyuma kuna viongozi wangu, ninaomba angalau waseme neno moja kwa ufupi kwa sababu ya itifaki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Kwa majina ninaitwa Tumaini Mkamba, ni katibu wa kanisa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana kwa kufika siku ya leo. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Asifiwe, ni mzee wa mahali hapa. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Kwa majina yangu naitwa Witness Piusi, ni mwadhini wa kanisa. Mungu awabariki. Karibuni sana, tunawapenda. Bariki sana. Na tunaamini kazi ya Mungu bado changa sana. Na tunamwomba Mungu kadri atakapotuwezesha nisonge zaidi mbele na kwa kishindo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Kamili Usifazili Salehe, ni shemasi kiongozi mahali hapa Goshen, mahali salama. Amina. Viongozi wengine wanaendelea na majukumu mengine. Kuna wazee wengine wako kwenye kupika na wengine wanaendelea na majukumu mengine, lakini hawa angalau wametuwakilisha. Haleluya. Niseme Mungu wa mbinguni atubariki sana. Sasa ninaomba Wazazi wetu, mama
watumishi wa Mungu. Oh, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Hao ni wanandugu wa upendo, wanandugu wa upendo hao wakimlisha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Wamependeza hao wenye kiti na muadhini wake. Let's go. Amen. Wawakilishi wa waimbaji mama au moja. Walimu wa Sunday school mmoja mpendwa. Baba hapa kwa kweli mtanione. Asante. Mwakilishi mmoja wa Mafuta Mabichi. Mwakilishi wa washirika mmoja. Mwakilishi wa washirika mmoja. Kimbia chap chap.